Kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimelenga makao makuu ya kijeshi ya utawala wa Israel yaliyoko katika eneo la kaskazini la Safed katika wimbi jipya la mashambulizi ya makombora. IRGC ilitangaza Jumatano kwamba imefanya wimbi la 80 la mashambulizi ya kulipiza kisasi wakati wa operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya maadui wake wa Kimarekani na Israeli. Kulingana na taarifa hiyo, pointi muhimu za kimkakati na vituo vya kijeshi vya utawala wa Israeli vilivyoko katika sehemu za kaskazini za maeneo yanayokaliwa ya Palestina imeharibiwa katika mvua nzito na inayoendelea ya makombora iliyorushwa na jeshi la anga la IRGC. IRGC ilisema kuwa wimbi jipya zaidi la mashambulizi ya kulipiza kisasi lilifanywa ili kuunga mkono operesheni za heshima za Hezbollah ya Lebanon na watu wanaodhulumiwa wa kusini mwa Lebanon. Kulingana na IRGC, operesheni hii ililenga hasa jeshi la Israel lililoko katika sehemu za kaskazini za mji wa Safed, ambayo inawajibika kwa kuamuru na kupeleka majeshi kwa mashambulizi na ulinzi kando ya mipaka ya kaskazini mwa Palestina. IRGC ilisema kuwa operesheni hii ni mwanzo wa mfululizo wa operesheni zilizotangazwa awali dhidi ya utawala wa Israeli, ikibainisha kuwa maeneo ya majeshi ya Israeli kaskazini mwa Palestina yanayokaliwa na ukanda wa Gaza yatakabiliwa na mashambulizi mazito ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bila kujali lolote. Zaidi ya hayo, maeneo yanayokaliwa ikiwemo Tel Aviv, Kiryat Shimona na Bnei Brak pamoja na kambi za jeshi la Marekani katika uwanja wa ndege wa Al Salim, kambi ya Arjan, uwanja wa ndege wa Al Zilak na uwanja wa ndege wa Sheikh Issa vitashambuliwa na makombora. Marekani na utawala wa Israeli ilizindua kampeni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran kufuatia mauaji ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wakuu wa kijeshi na raia mnamo Februari 28. Mashambulizi hayo yamehusisha mashambulizi makubwa ya anga kwenye maeneo ya kijeshi na ya kiraia kote Iran na kusababisha majeruhi makubwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Majeshi ya Iran yamefanya operesheni za kulipiza kisasi yakilenga sehemu za Marekani na Israel katika maeneo yanayokaliwa na kambi za kikanda kwa kushambuliwa na makombora. Katika hatua nyingine pia makombora mapya yamerushwa kuelekea Israeli, jeshi limesema. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, majeshi ya ulinzi ya Israeli IDF yanadai kuwa makombora yamerushwa kutoka Iran na mifumo ya ulinzi inafanya kazi ili kuzuia makombora hayo. Umma umeombwa kufuata maelekezo ya tahadhari yaliyotumwa kwa watu katika maeneo husika. Chapisho linaongeza kuwa baada ya kupokea tahadhari, umma unaelekezwa kuingia katika maeneo salama na kukaa humo hadi taarifa nyingine zitakapotolewa. Jeshi la Irani limedhihaki madai ya Trump ya mazungumzo ya amani. Madai ya mara kwa mara ya Donald Trump katika siku za hivi karibuni katika mazungumzo na Irani yamekabiliwa na dhihaka huko Tehran. Lieutenant Colonel Ibrahim Zafagari alitoa maoni hayo kwenye televisheni ya serikali. Nguvu yako ya kimkakati uliokuwa ukizungumzia imebadilika na kushindwa kimkakati, alisema. Yule anayejidai kuwa ndiye mwenye nguvu duniani angekuwa amefanikiwa malengo yake. Irani atafanya mazungumzo na mtu yeyote.